Chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Madhenge kiliwashirikisha wanafunzi kutoka taasisi mbalimbali katika kaunti ya Nyeri, Meru na Tharaka kuadhimisha siku ya kimataifa ya elimu ya mazingira mwaka huu kama sehemu ya kukuza uelewa wa masuala ya mazingira na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi miongoni mwa vijana. Shughuli hiyo iliwaleta pamoja wadau wa uhifadhi wa mazingira kutoka eneo la Mlima Kenya, huku taasisi hiyo ikiunga mkono agizo la Rais la kupanda miti bilioni 5 kote nchini. Tazama. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, mkuu wa chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Madhenge, Catherine Gikonyo, alisema kuwa taasisi hiyo inazingatia agizo la Rais la kupanda miti bilioni 5 kote nchini. Alisema kuwa chuo hicho kimeanzisha mipango ya uhamasishaji na uwezeshaji kwa lengo la kukuza uwajibikaji wa kimazingira kwa vizazi vijavyo. We are very happy to host the International Environmental Education Day at Madhenge Technical, where we have planted several trees. Our State Department of TVET has planted over 6 million trees, and we are part of that. Madhenge Technical has already planted over 200,000 trees, and we are still continuing. Gikonyo alisema mpango huo umetoa fursa muhimu ya kutangamana na wanafunzi, jambo lililowawezesha kubadilishana maarifa na ujuzi kuhusu kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kulinda rasilimali. We commemorated this day by planting over 50 trees which were indigenous, and we are still continuing with this. So this is a great day where we want to tell everybody, the young and even those ones who are aged, that we have to conserve our environment for the future generations. Waandalizi wa shughuli hiyo walisema wataendeleza juhudi za uhifadhi wa mazingira na kuwawezesha vijana kuwa mabalozi wa maendeleo endelevu. Try to focus on challenges that we face in terms of say, for example, the issue of climate change, the increased number of frequency of droughts in various parts of the country. We try to give them ideas on how they can help tackle such challenges, not just now, but in future, because we believe that they are the future scientists, they are the future researchers who will be coming up with ideas to solve some of these problems. Wadau wa uhifadhi wa mazingira walishiriki katika shughuli hiyo, wakiwemo maafisa kutoka vilabu vya wanyamapori, huduma ya msitu kutoka eneo la Mlima Kenya, mbali na wanafunzi. Khalid Abdullahi, Kurunzi Mashinani.